Kichwa cha ujumbe wetu wa leo ni siri ya majibu ya maombi. Inatoka katika kitabu cha Luka 11 mstari wa 5 hadi 13. Na katika utangulizi kuna majibu ambayo tunahitaji kupokea katika utetezi kwa sababu Mungu amekuita kama mwinjilisti. Na mwinjilisti ndio wanaookoa wengine. Na lazima uwe na nguvu ambayo hujifufua mwenyewe na uwanja. Ikiwa utapata nguvu zinazotoka kwa Mungu, basi unaweza kupata nguvu ambazo zinaweza kuokoa rafiki yako, familia na hata kazi zako. Na ili kuokoa uwanja wako, familia na hata marafiki, lazima upokee majibu yanayotoka kwa Mungu. Na ili kupokea majibu ya maombi, lazima kwanza uwe na mawasiliano haya kati yako na Mungu. Na hali yako ya kiroho na kipaumbele chako lazima kipaashe na kuwasiliana na Mungu. Ikiwa moyo wako na hali yako ya kiroho inawasiliana na Mungu, hapo ndipo unapopata nguvu za kiroho na unaweza kutambua agizo la mbinguni linaloita utume tu unapowasiliana na Mungu. Na ikiwa unawasiliana na Mungu, utajua sababu kwa nini uwanja wako tunahitaji kupokea nguvu ili kuponya uwanja wako. Na hapo ndipo Roho Mtakatifu anapoanza kufanya kazi. Nguvu za giza hubomoka na ushahidi unaookoa uwanja utatokea. Na tunapaswa kufanya nini ili kupokea majibu ya maombi? Kwanza unachohitaji ni kujua mambo ya kweli, na katika kitabu cha Luka 11 mstari wa 5 hadi 13 kulikuwa na msafiri. Na msafiri huyu anaashiria wasioamini wanaoishi hapa duniani. Na alipokuwa akisafiri mahali fulani, alimaliza chakula chake, na kwa sababu alikuwa na njaa, alikwenda kwa rafiki yake kumuomba mkate. Lakini wakati anamaliza chakula chake, ilikuwa usiku wa manane, na akaenda huko kukopesha mkate. Na kulikuwa na jambo moja ambalo alikuwa na uhakika nalo, kwamba nikienda kwa rafiki huyo, basi rafiki huyu lazima atanipa mkate. Kwa hivyo, kwa uhakikisho wake, aliwatembelea marafiki zake. Kwa sababu haijalishi ni kiasi gani unauliza rafiki bila mkate, basi huwezi kupata mkate wowote. Kisha, hebu tujiulize, ni nani anayeweza kutoa majibu ya maombi? Ni Mungu Muumbaji pekee anayeweza kutupa majibu ya maombi. Ni Kristo tu ambaye alimaliza matatizo yetu yote, ndiye anayeweza kutupa majibu ya maombi. Na tunapomwamini Kristo bila kuonekana kwa macho yetu, Roho Mtakatifu hukaa ndani yetu na kujibu maombi yetu. Basi ni watu gani ambao wana haki ya kupokea majibu ya maombi? Na haijalishi wewe ni mkarimu kiasi gani, au haijalishi wewe ni mwerevu kiasi gani, huna haki yoyote. Ni watoto wa Mungu pekee ndio wanayoweza kupokea majibu. Je, kweli una imani? Una imani ya aina gani? Na katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa 12, na katika Yohana 1:12, kwamba Mungu aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu, wale wanaomwamini na kukubali jina lake.
Na katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6 inasema kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu mimi. Yesu Kristo aliweza kuwaambia wanafunzi. Na tunaweza kuwa watoto wa Mungu tu tunapokuwa na imani kuwa Yesu ni Kristo. Na hapo ndipo tunaweza kutafuta, kubisha na kumpata Mungu. Na katika kitabu cha Mathayo 6:33 inasema kuwa Yesu alituambia tusiombe kwa ajili ya vitu vingine, bali kwanza kutafuta ufalme wake na haki yake. Na haki ya Mungu ni sisi kupokea wokovu kupitia Kristo. Na ikiwa Kristo huyu anafanya kazi kupitia Roho Mtakatifu, ndipo nguvu za giza zinapobomoka na ufalme wa Mungu unakuja. Na hapo ndipo Mungu anajibu maombi yetu kweli. Na unaweza kuona njia 5 za kupokea majibu kwa walipaji. Na kuna matukio ambayo Mungu hujibu mara moja. Na ikiwa unashikilia neno la Mungu na kulipa kulingana nalo, basi unaweza kupokea majibu. Lakini kuna nyakati ambazo majibu huja tofauti. Ingawa tunaliza mambo mengine na ingawa tunaomba, Mungu alijua kwamba maombi hayo sio lazima kwetu. Ndiyo sababu anajibu kwa majibu bora. Na wakati mwingine kuna maombi ambayo Mungu hujibu na huja katika nyakati za baadaye. Kwa hivyo, kwetu hakuna sababu ya sisi kuvunjika moyo, lakini kwa imani tunaweza kumuomba Mungu. Na pili, lazima tujue ushahidi wa kisayansi na majibu ya maombi. Na hii tunayoita sayansi ya kiroho na ukweli wa kiroho. Na hii ndiyo kitu pekee ambacho waumini wanaweza kuelewa na wasioamini hawawezi kuelewa haya. Na mtoto wa Mungu anapomuomba Mungu, kuna mambo yanayotokea mbinguni. Ni hadhi na mamlaka ya watoto wa Mungu. Katika kitabu cha Yohana 14, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anaongoza ndani yetu na anafanya kazi juu yetu. Na hii ndiyo sayansi ya kiroho ambayo hufanyika wakati tunapoamini jina la Yesu Kristo. Na ikiwa Roho Mtakatifu anafanya kazi, hapo ndipo malaika wanapoanza kufanya kazi. Na baada ya Roho Mtakatifu kufanya kazi, basi ufalme wa Shetani utabomoka na ufalme wa Mungu utaweza kuja. Hapo ndipo majibu ya uinjilishaji na uinjilishaji wa ulimwengu yanafanyika. Na hii ndiyo siri inayofunuliwa katika Warumi 16. Na jibu hili hutokea wakati tunapoamini. Na haya ni maneno ambayo wasioamini hawawezi kuelewa kamwe. Lakini pia kuna matendo ambayo hufanyika duniani. Na katika Marko 3 mstari wa 15, alitupa nguvu ya kufukuza pepo na roho zote mbaya na nguvu za giza ambazo zinatufanya tusijue injili huvunjika. Na shida zote za kiroho, dhambi halisi na dhambi ya asili ambayo hutokea baada ya tukio la Mwanzo 3 kuanza kuponywa. Na kazi zinazotokea mbinguni na duniani kwa wakati mmoja. Katika Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20, kwamba Kristo ana mamlaka yote mbingu na nchi. Na Kristo huyu aliwaamuru wanafunzi wake kwenda kwa mataifa yote na kufanya wanafunzi.
na aliahidi kuwa pamoja nasi hata mwisho wa dunia. Na katika Marko 16 mstari wa 15 hadi 20 inasema kwamba atawaponya watu wote kwa jina lake. Na katika kitabu cha Yohana 21 mstari wa 15 hadi 18, kwa wale wanaompenda Kristo kweli, Yesu aliahidi kuwafanya wainue kizazi kijacho. Na katika kitabu cha Matendo 1:8, ikiwa mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu hadi mwisho wa dunia. Na ili tupate jibu, tunawezaje kuomba? Na kwa injili hii unasuluhisha maisha yako. Na unasuluhisha maisha yako ya zamani, ya sasa na hata maisha yako ya baadaye na Kristo pekee. Ukweli kwamba wewe ni maskini na ukweli kwamba huna nguvu kabisa. Hii ni fursa kwako mwenyewe kutambua injili. Ikiwa hutatatua na Kristo, basi makovu uliyo nayo hayataponywa. Lakini ikiwa utamtambua Kristo sasa hivi, basi maisha yako ya zamani, maisha yako ya sasa na hata maisha yako ya baadaye na hatima yako yataweza kubadilika. Unaposhikilia Kristo na kuanza kuomba, utapata mpango wa Mungu. Na hutateseka tena kwa sababu yako marafiki, familia na hata shuleni, lakini utaanza kujua nini cha kufanya na kile ambacho Mungu anatamani kwako. Na kisha utasimama kama mmishonari wa familia, mmishonari wa marafiki na hata mmishonari atakayeokoa eneo lako. Na utaweza kusimama kama mmishonari hata wa uwanja wako. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mstari wa 5:16 hadi 18, kwa wale ambao wanajua kweli maana ya Kristo, watasuluhisha daima. Kwa ukweli kwamba ulizaliwa Kenya, ulizaliwa Uganda, Tanzania na hata katika nchi zingine zote zilikuwa katika ratiba kamili ya Mungu. Na jambo moja ambalo unahitaji kuanza ni kuanza kushikilia injili hii ya Kristo sasa hivi. Na ikiwa unaweza kuamini hili, basi unaweza kuomba kwa masaa 24. Kwa sababu Mungu ana matamanio ya kuokoa familia yako, shule, kazi yako na hata uwanja wako kupitia wewe. Na shida zote ulizo nazo sasa zitakuwa kama chanzo chako mwenyewe kurudisha injili pekee. Na tukiangalia mabaki wote wa 7 katika Biblia walikuwa wakiishi katika majanga makubwa. Na kulikuwa na majanga 7. Na majanga haya 7 yanaweza kutatuliwa tu na injili tu. Ingawa watu walikuwa wakiteseka na majanga 7. Hao mabaki wa 7 waliweza kuelewa kuwa majanga haya yanaweza kutatuliwa tu na injili. Na mabaki hao wa 7 waliweza kutumiwa na Mungu kama watumwa. Waliweza kutumika kama watumwa, mateka na kutawaliwa, lakini majanga 7 yakawa chanzo chao, na huo ulikuwa mpango wa Mungu. Na hawakudanganywa na shida na laana, lakini badala yake waliweza kutumia kama chanzo. Na ndiyo sababu tunajaribu kutoombea
kwa masaa 24 ili tupate mpango wa Mungu kamili. Na hatuhitaji kukimbilia kupata hiyo, lakini tunahitaji kuiulizia kupitia maombi. Lakini ikiwa hivi karibuni unaanguka katika maoni potofu, lakini ikiwa daima unaomba mpango wa Mungu, ingawa unaishi katika shida na ugumu, utagundua kuwa Roho Mtakatifu anakuongoza hata sasa. Na ndiyo sababu ili Roho Mtakatifu atufanyie kazi, tunahitaji kuendelea kuuliza kupitia maombi, kutafuta na kugonga ili kupata mpango wa Mungu kamili. Na ndiyo sababu tunaomba kuwa kama afisa wa kanisa kama Gayo, ambaye yuko katika Warumi 16 mstari wa 23. Kuwa mwenyeji wa kanisa na uinjilisti. Na kisha tunaweza kuomba kama Priscilla katika Warumi 16. Na hata wanaweka maisha yao kwa ajili ya uinjilisti, na walikuwa wakimuunga mkono muinjilisti katika maisha yao yote. Na unaweza kuombea afisa wa kanisa wa baadaye, na unaweza kupokea jibu la afisa wa kanisa la kwanza ambalo liko katika Sheria 6 mstari wa 3 hadi 7. Na nijazwe kibinafsi na Roho Mtakatifu, imani na neema ili watu waniponge. Na kwa sababu watu wa aina hii walikuwa wakiibuka, na idadi ya wanafunzi na waamini iliongezeka. Na watu hawa wanaweza kuokoa injili yao, na walitambua sababu kwa nini wanapaswa kuishi. Na kwa hiyo wanapata utaalamu wao, maana ya uwanja wao na utandawazi wa ulimwengu. Na kwa sababu hiyo wanaweza kuwa mkutano wa kilele wa kiroho, mkutano wa kilele wa ujuzi, na mkutano wa kilele wa kitamaduni. Hebu tuangalie hitimisho. Ili upokee majibu ya maombi, kwanza unaweza kuinua batiza ni ya Mungu ndani yako kupitia neno na hata maombi. Na kisha kumbuka maandiko 3. Maandiko ya kwanza inatoka katika kitabu cha Isaya 6 mstari wa 4 hadi 12. Kwamba hili ndilo neno ambalo Mungu alimpa Isaya alipokuwa mateka. Na hii ndiyo baraka ambayo Mungu alitoa walipokuwa mateka na kupoteza yote yao. Na kwanza rejesha baraka za kiti cha enzi. Na katika mstari wa 13 kwamba mateso haya na ugumu utakuja zaidi. Kila kitu kitaenda, lakini dhoruba tu itabaki. Ulimwengu unaweza kuharibu kila kitu isipokuwa injili tu. Wewe ambaye una injili una mamlaka. Na watu ambao walishikilia agano la Imanueli. Na pili, ushikilie agano la Isaya 60 mstari wa 1 hadi 5. Kwamba yule aliye na agano la Imanueli anamiliki nuru ya uzima, kuinuka na kuangaza, kwa sababu utukufu wa Mungu umekujia kwao. Na ufalme wa giza ambao umejaza dunia, na giza hili litafunga macho ya watu. Na usipoangaza nuru, ulimwengu utajazwa na giza. Hata hivyo, ikiwa utatambua kwamba Yesu ndiye Kristo, basi nuru ya Kristo
tayari imekuja na njia unayoishi ni kuangaza nuru hiyo tu ya Kristo. Na huo ndio utambulisho wako. Na jambo la mwisho, na ushikilie agano la Isaya 62 mstari wa 6 hadi 12. Wewe ambaye una agano la Emanueli na nuru ya Kristo ni mlinzi. Na mlinzi hufanya kazi mbili. Na wao ndio wanaolinda watu kutoka gizani. Na wao ndio wanaowaambia watu juu ya nuru ya uzima. Na mchana na usiku omba kwamba Bwana asipumzike. Hii ina maana kwamba Bwana anakuambia kuwa, na hii pia ina maana kwamba Mungu anakuambia kuwa unaweza kushikilia agano hili na kisha kuanza kukuombea na kutengeneza barabara kuu. Na unapoanza kuomba, nguvu za giza katika uwanja wako zinaweza kukimbia na watu wanaweza kusikia injili na kuondokana na dhoruba. Na kwa sababu watu wanaanguka kwenye mambo mengine, kwa hivyo wasaidie kutambua injili na kuinua bendera. Naomba ili watu walio karibu nawe angalau mara moja waweze kusikia injili. Na utenge ratiba ya wakati ili angalau watu waweze kusikia injili angalau mara moja. Na kadri utakavyopata wanafunzi ambao Mungu anatamani. Naomba ufurahie hii katika familia yako, kazi na hata mikoa yako. Na hii ndiyo siri ya kupokea majibu ya maombi. Wacha tuamini na tuombe. Baba, tunakushukuru. Naomba ili tupate nguvu za kiroho za kujiokoa mwenyewe. Familia, shule na hata uwanja. Na naomba uwapate nuru ambayo inaweza kung'aa kupitia neno hili na maombi. Na kwa kufurahia baraka ulizotupa sisi kama watoto wa Mungu. Na kwanza tuweze kurejesha baraka za walinzi ili kuokoa